Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Antipas Lissu amefikishwa mbele ya jopo la majaji watatu wa mahakama ya rufani jijini Dar es Salaam, huku akikabiliwa na mashtaka mazito ya uhaini yanayodaiwa kufanywa dhidi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hatua hii imekuja saa chache baada ya kiongozi huyo kusafirisha ujumbe mzito wa usiku wa manane kutoka kuta nene za gereza la mahabusu, akifungua ukurasa mpya wa mgogoro wa kisheria na kidiplomasia unaotishia ustawi wa uchumi nchini. Mwanasiasa huyo amewasili mahakamani hapo akiwa mwenye tabasamu na kujiamini, msimamo ambao umebadilisha mazingira ya viunga vya mahakama kuu na kuwa uwanja wa matumaini makubwa kwa wafuasi wake waliofurika kushuhudia mwenendo wa kesi hiyo ya kihistoria. Hali hii inajidhihirisha kama pambano kubwa la kisiasa na kisheria linalobeba hatari za kuinyima Tanzania mabilioni ya fedha za misaada kutoka mataifa ya magharibi kutokana na kile kinachotafsiriwa kama kurudi nyuma kwa utawala wa sheria. Kupitia ujumbe wake huo uliosambazwa kwa usimamizi wa wasaidizi wake, Tundu Antipas Lissu amebainisha kuwa ametimiza siku 450 mfululizo kizuizini bila kuhukumiwa wala kesi yake kupinga ama kupiga hatua madhubuti. Kiongozi huyo ameeleza kuwa Umoja wa Mataifa umetaja mazingira yake ya kizuizini kama unyanyasaji na uwekaji wa raia kizuizini kiolela, jambo linalokiuka mikataba ya kimataifa ya haki za binadamu inayolindwa kisheria. Mwenyekiti huyo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo amefafanua kuwa anaishi kwenye upweke uliokithiri ndani ya kijiselo kidogo chenye urefu na upana wa mita 6 kwa 6 kilichopo katika eneo maalum la wafungwa wa kunyongwa. Selo hilo imesemekana kuwa chini ya ulinzi wa kamera za CCTV saa 24 mfululizo, zikirekodi kila mtikizo, kila matukio ya maisha yake gerezani, huku akizuiwa haki za msingi ya kufanya mawasiliano ya siri na ya faragha na familia yake au mawakili wake. Mapambano hayo yanahusisha moja kwa moja na historia yake ya kisiasa, hasa ikizingatiwa kuwa kiongozi huyo alinusurika kuuawa katika jaribio la kupigwa risasi nyingi mwilini mwake huko nyuma katika mwaka wa 2017. Mnyororo wa mchezo huu wa kisheria uliofikisha suala hili mahakamani ama mahakama ya rufaa ulianza tarehe 24 ya mwezi Februari mwaka wa 2026 bale mahakama kuu ilipotoa uamuzi mkubwa uliokubali ombi la Tundu Lissu la kuizuia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwasilisha hati za ushahidi za ziada. Ushahidi huo uliokusudiwa kutolewa na kamanda wa polisi ACP Amini Mahamba ulihusu upelelezi wa matukio ya tarehe 29 ya mwezi Oktoba mwaka wa 2025 yaliyopelekea mashtaka hayo ya uhaini. Baada ya serikali kuunganisha katika hatua hizo za kwanza, mkurugenzi wa mashtaka ya umma yani DPP alikimbilia mahakama ya rufani kuwasilisha maombi ya mapitio nambari 744840 ya mwaka 2026, hatua iliyosimamisha mara moja usikilishwaji wa kesi ya msingi. Ili kukabiliana na mbinu hizi za ucheleweshwaji, Tundu Antipas Lissu aliwasilisha hati ya dharura kutoka gerezani tarehe 14 mwezi wa Machi mwaka huu ili maombi ya serikali yasikilishwe haraka na mahakama. Hata hivyo, chombo hicho cha utoaji haki kilikaa kimya hadi tarehe 20 ya mwezi Mei, kilikopanga tarehe ya usikilizwaji kuwa tarehe 11 ya mwezi Juni. Lakini sasa saa chache kabla ya muda huo, shauri linakosongeshwa mbele hadi tarehe 3 ya mwezi Julai bila sababu zozote za msingi kutolewa. Hatua hii imetawaliwa na mijadala mikali mbele ya jopo la majaji watatu linaloundwa na Mheshimiwa Shioni Mwarija Muruke na Amisi, ambapo mwanasiasa huyo amesimama imara kuishambulia serikali akidai kuwa maombi ya DPP ni mbinu mufilisi inayolenga kumweka kizuizini kwa makusudi.
Tundu Antiphas Lissu aliomba jopo la majaji kutupilia mbali maombi yote ya serikali na kuiamuru jamhuri kumlipa fidia kubwa kwa kupoteza muda na uhuru wake gerezani kwa zaidi ya mwaka moja na miezi mitatu. Upande wa utetezi vilevile Upande wa utetezi umebainisha kuwa kucheleweshwa kwa kesi hiyo kwa siku 139 tangu kufikishwa kwake mahakamani kunaonyesha ukosefu wa nia njema ya kisheria kutoka kwa waendesha mashtaka. Wakili mkuu wa serikali Nasoro Katuga amepambana vikali kurudisha mapigo mahakamani hayo, akidai kuwa serikali haina nia yoyote ya kuchelewesha kesi hiyo ya uhaini. Wakili huyo mkuu ameongeza kuwa vifungu vya sheria vilivyotumiwa na kiongozi huyo wa upinzani kudai fidia havina mashiko yoyote ya kielezo ya cha kisheria katika hatua hii ya maombi ya mapitio ya sasa. Wakati malumbano hayo makali ya kisheria yakiendelea ndani ya kumbi la mahakama kuu jijini Dar es Salaam, athari za kuzuiliwa kwa Tundu Lissu zimeanza kutingiza uchumi na uhusiano wa kidiplomasia wa Tanzania duniani. Kesi hii imekuwa kielelezo kikuu cha ukandamizaji wa kisiasa, jambo ambalo limepelekea kamati ya uhusiano wa kigeni ya Seneti ya Marekani kupitisha mswada wa sheria wa vyama vyote viwili tarehe 17 ya mwezi Juni mwaka 2026. Mswada huu uliowasilishwa na Seneta Jean Shaheen na kuungwa mkono na Seneta Ted Cruz umeitaka serikali ya Marekani kufanya mapitio ya dharura ya uhusiano wake wa kiuchumi na kijeshi na nchi ya Tanzania. Siku moja baadaye, tarehe msumari mwingine wa kidiplomasia ulipigwa barani Ulaya, ambapo wa bunge la Ulaya walipitisha azimio kali linaloibana serikali ya Tanzania kurejesha misingi ya kidemokrasia. Azimio hilo linaitaka kamisheni ya Ulaya kusitisha mara moja mpango mzima wa ufadhili wa fedha za maendeleo ya mwaka huu wa 2026 kuelekea serikalini ya Tanzania. Fedha hizo zenye dhamana ya euro milioni 156 ambazo ni sawa na mabilioni ya shilingi za Kitanzania zimezuiliwa rasmi kama adhabu ya kiuchumi hadi pale utawala wa sheria utakapothibitika na uhuru kamili wa kiongozi huyo wa Chadema unatakapopatikana. Baada ya malumbano hayo, jopo la majaji linaishiria shauri hilo ili kupitia hoja za pande zote mbili na kutoa uamuzi katika tarehe itakayopangwa hapo baadaye. Tundu Antiphas Lissu aligeuka kwa wafuasi wake waliokuwa wamejawa na hofu na majonzi, akitumia sauti ya upole kuwatoa hofu kwa msisitizo kuwa kila kitu kitakuisha salama. Katika dhihirisho lingine la ujasiri, mjumbe wa kamati kuu ya Chadema Godbless Lema alitanzia kiongozi huyo kuwa ameonekana kunenepa gerezani licha ya changamoto za leso ya ubweke, ambapo mwanasiasa huyo alijibu kuwa kama nia yao ilikuwa ni kumfanya konde basi